jina Yesu, tumepewa jina lenye nguvu sana, tumepewa jina ya Yesu. Father, we thank you tonight. I give you all the praise and the honor. Asante Bwana ni kwa ajili ya maisha ya kila mmoja. Asante Bwana ni kwa ajili ya ibada hii. Asante ni kwa ajili ya maombi haya. Asante ni kwa ajili ya kibali na neema. Yesu, tunanyenyekea mbele zako jioni ya leo, tukiomba Bwana ukanene na mioyo yetu, ukanene na maisha yetu katika jina la Yesu. Yesu, hapa na kule nyumbani wanaotazama, Yesu tembea utende mema katika jina la Yesu Kristo. Tembea na utende mema Bwana. Tembea kwa mama huyu, kwa mzee huyu, kwa kijana huyu, na utembee kwa hawa wanaonitazama katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tembea Yesu utende mema. Tembea Yesu utende mema. Kuna mtu amekungoja Bwana. Kuna mtu amekungoja sana. Kuna mtu amengojea miaka nyingi. Kuna mtu amengojea siku nyingi. Jehova, tembea katika ibada hii na utende mema katika jina la Yesu Kristo. Fungua na ukomboe na uweke huru katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hallelujah. Thank you Jesus. Niongeze bass. Kwa maiki weight ya chini, weight ya chini, weight ya chini. Kwa maiki hapo. Number 4. Oh yes. Hakuna kama wewe. Hakuna kama wewe. Bwana, hakuna kama wewe. Oh, hakuna kama wewe. Basi usiku wa leo ningependa nikukaribishe wewe unanitazama, tukabarikiwa pamoja nawe katika ibada hii katika jina la Yesu. Leo nataka niongee na mtu ambaye moyo wake uko tayari kumuona Mungu katika jina la Yesu. Mungu anapenda ukweli wa maisha ya mtu. Mungu anapenda mtu anayejiamini na mtu aliye mkweli. Kwa Mungu kunahitajika watu wa kweli ili Mungu akaweze kuwakomboa na mabaya. Utakombolewa kwa mabaya, utakombolewa kwa hatari, utakombolewa kwa mikosi, kwa nuksi, utakombolewa kwa umaskini kwa sababu ya kuwa mkweli. Kuna watu wengi kwenye ibada hawakuwaji wa kweli. Yaani watu wasio wa kweli wanakuja mbele za Bwana. Watu wasio wa kweli wanakuja wanainua mikono mbele za Bwana. Watu wasio wa kweli Number 2 na 3. Watu wasio wa kweli wanakuja mbele za Bwana na wanainua mikono, wanaomba wakijua tu si wa kweli. Mungu upenda na upendezwa na mtu aliye mkweli kwenye ibada ili akaweze kumbariki. Watu walio wa kweli hawajifanyi. Watu walio wa kweli hawajifanyi katika ibada, lakini watu wasio wa kweli huwa wanajifanya ni holi lakini sio holi. Wanajifanya wameokoka kabisa lakini hawajaokoka kabisa. Yaani watu wanaojifanya wanajifanya tu kanisani kwamba wameokoka kabisa na hawajaokoka. Unaona mtu anatuanga praise
the worship. Unaona mtu anahubiri lakini bado ni muongo. Watu waongo hawawezi wakakubalika kwenye ibada na Mungu. Ibada yao haipenyi watu waongo. Halo. Mungu hupenda ukweli. Moyo ulio na ukweli kwenye ibada, Mungu hushuka na kubeba. Mungu hushuka na kutembea. Mungu hushuka na kuhudumia watu kwenye ibada ya watu walio na moyo wa ukweli. Moyo wa ukweli. Mungu hutembea na kutenda mema. I want to speak about David. Daudi alikuwa mtu mkweli katika maisha yote ya Daudi, kutoka akiwa mdogo hadi mkubwa. Daudi alikuwa mkweli, na ukweli wake Daudi, hata akienda mbele ya watu, akienda mbele ya hekalu, alikuwa na moyo mkweli. Moyo wake haukuwa na kaujanja, moyo wake haukuwa na kauongo. Alikuwa na moyo mkweli, na ndiyo Bwana akamtumia, na ndiyo Mungu akatembea na yeye. Hata wakati alitenda dhambi, alikuwa mkweli kwa Mungu, alikuwa mkweli kwa Jehova. Mungu hakukaa mbali na yeye, ni kwa sababu alikuwa na moyo wa ukweli. Watu walio na moyo wa ukweli watafanya ibada na Mungu atashuka na atatenda mambo makubwa. Watu walio na moyo wa ukweli wataenda mbele za Bwana na wataomba na Mungu atatenda. Yaani watu watakaoenda mbele za Bwana wakiwa na moyo wa ukweli, moyo usio na kaujanja, moyo usio na uongo, Mungu atasikia maombi yao na ibada yao itakubalika kwa Bwana. Yaani kuna watu waongo wanaokuja katika ibada, wanainua mikono na wanajua tu ni waongo, wanajua tu ni waongo, wanajificha tu, wananyamaza tu, wakijua ni waongo. Sijui kama wanafikirianga ibada yao kama itakubalika ama haitakubalika. Mungu hupenda mtu aliye na moyo mkweli. Amen. In the book of Psalms 51. Psalms 51 and the verse 1. Maandiko yanasema, Bwana unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu mbele yangu daima. Huyu ni Daudi anamwambia Bwana, unioshe kabisa uovu wangu. Najua alitaja uovu wake kwa Bwana, najua alikiri ile dhambi alikuwa anaitenda, najua alikuwa anamtajia Bwana, anamwambia hii na hii nimetenda. Ndiposa akamwambia Bwana, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi, unitakase dhambi zangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, nimejua makosa yangu, na nitaitaja mbele zako, ili niwe mkweli katika ibada yako, ili niwe mkweli nikifanya ibada, ili niwe mkweli. Kuna watu sio wakweli hata kwa wachungaji wao, kuna watu sio wakweli hata kwa makuhani wao. Hauna moyo wa ukweli kwa kuhani wako. Kuna mtu kwa Biblia anaitwa Sauli. Sauli alienda akakuja akamdanganya Samueli, aliambiwa akaue kila kitu, lakini aliporudi akamdanganya kuhani, akawa na roho ya uongo kwa kuhani wake. Listen to me. Kuna watu wanateseka leo, kuna watu wanaushinda leo, wanahangaika na kusumbuka leo, ni kwa sababu ni waongo. Wanakuja mbele za Bwana na moyo wa uongo, wanakuja mbele za makuhani wa Bwana na moyo wa uongo. Wamepigwa na magonjwa, wamepigwa na shida, wamepigwa na
umaskini, kwa sababu wamekuja mbele za Bwana Mungu mwenye nguvu na Mungu aliye hai. Wamekuja wakijua tu ni uongo, wamekuja tu wakijua ni waongo, wakajifanya kama ni ukweli, wakajifanya wako sawa, wakajifanya watakatifu, wakajifanya hawakufanya kitu. Wakakuja mbele za Bwana na mbele za makuhani, na badala ya mateso na shida kuondoka, wakaingiwa na matatizo, wakapatwa na shida. Mungu anataka kukusaidia wewe ambaye umeokoka, ukawe na moyo wa ukweli. Unapoenda kwa ibada, uwe na moyo wa ukweli wa kutubu na kuambia Mungu haswa ulichokitenda ambacho Mungu hakipendi. Maana watu wamekuja mbele za Bwana wakiwa na moyo wa uongo, wakiwa na moyo wa kudanganya, wakiwa na moyo hauna ukweli, na Mungu akawaachilia. Wakakaa wakiomba miaka nenda rudi na hakuna kitu kinatendeka. Wakakaa wakiomba miaka nenda rudi, wakiombewa na kuomba, na hakuna kitu walichopata, hakuna kitu kilichotendeka. Wakadhania Mungu asikii, kumbe wao ndio walikosea. Sauli akakosea mbele za Bwana na mbele za kuhani wa Bwana. Akamuuliza, umeua kila kitu? Akamwambia, ndio mkuu, nimeua kila kitu. Akamwambia, mbona nasikia sauti ya ng'ombe? Nataka nikwambie hivi, unaweza ukadanganya watu wenu, unaweza ukadanganya watu walio karibu na wewe, lakini huwezi ukadanganya Mungu, na huwezi kudanganya kuhani wa Mungu aliye na roho ya Mungu ndani yake. Wale makuhani walio na roho ya Mungu ndani yao wamebeba kuinuka kwako, wamebeba kuanguka kwako. Wale makuhani wa Mungu walio na roho ya Mungu aliye hai ndani yao wamebeba kufanikiwa kwako, wamebeba kutajirika kwako, wamebeba kuinuliwa kwako, na wamebeba hata aibu, hasara, wamebeba laana yako. Itategemea vile utakuja. Kwa Biblia ukiangalia, kuna watu kadha wa kadha, akina Anania na Safira, walikuja mbele za mtumishi wa Bwana, wakamwambia, tumekuja, tunataka kwenda kuuza shamba, tulete hiyo sadaka kwa nyumba ya Bwana, tunataka kuuza shamba. Mtumishi wa Mungu wako wauliza, hakuwa amewaambia wakauze shamba, walete pesa kwa nyumba ya Bwana, lakini wao ndio walisema. Anania na Safira wakasema wao kwa mioyo yao, tukauze shamba, na wakaenda mbele za Bwana na mbele za kuhani wa Bwana, wakamwambia, tunataka tukauze shamba, tulete hiyo pesa yote kwa nyumba ya Bwana. Kuhani wa Bwana akawaambia ni sawa. Wao wakaenda na miguu yao wakauza ile shamba, lakini hawakulete kile walisema. Walisema tutalete kila kitu kwa hiyo nyumba ya Bwana. Walipouza shamba, wakachukua fedha wakaweka kando, na wakachukua ingine, wakasema hii nusu ndio tutapeleka kwa nyumba ya Bwana. Lakini walikuwa wamesema kwamba watapeleka zote. Yaani watu waongo wanaoenda mbele za Bwana, watu waongo wanaoenda mbele za makuhani. Na ndio naona watu wengi leo wapo makanisani na wanateseka, wapo makanisani na wanaahibu, wapo makanisani na wanafuatwa na umaskini, wapo makanisani na shida inawafuata, wapo makanisani na mateso ni mengi, wapo makanisani na hakuna kitu kinaendelea. Ni kwa sababu wako na roho ya uongo, wanaenda na roho ya uongo. Hawaendi wakiwa na moyo ulio safi, hawaendi na moyo ulio wasi. Hawako tayari kuambia Mungu, nisamehe kwa sababu ya usherati, nisamehe kwa sababu nimedanganya. Yaani hawako tayari. Wako tayari tu wakachukue maiki na kusimama kwa madhabahu na kuanza kuomba ama na kusifu. Yaani wakapatwa na mateso. Nataka unisikie. Biblia inasema Daudi wakati mwingi akitenda dhambi ama akitenda makosa
alienda haraka kwa Mungu. Alikuwa na moyo uko na ukweli, moyo wa kuanguka, moyo wa kubumbujika, moyo wa kufunjika mbele za Bwana. Na ndio sababu ibada zake nyingi Daudi alizokuwa akizifanya zilikuwa zinakubalika na Bwana, zilikuwa zinakubalika na Bwana. Kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa na moyo wa ukweli. Biblia inasema kuna mtu anaitwa Gehazi. Gehazi alitembea na nabii wa Bwana. Kuna watu wako na moyo wa ukweli, watamuona Mungu. Gehazi alitembea na Elisha. Gehazi akatembea na Elisha, wakatembea na Elisha. Lakini mtu akakuja kwa Elisha mwenye magonjwa, mwenye ukoma, yaani Naamani. Akakuja kwa Elisha akiwa na ugonjwa wa ukoma, akitaka kuponywa, akitaka kuondolewa magonjwa. Na maandiko inasema Elisha akamsaidia Naamani, akapona, kaponya magonjwa ya ukoma. Na baada ya kuponya magonjwa ya ukoma, alipokuwa anampea sadaka, akamwambia hapana, usitoe sadaka, enda nazo. Gehazi alikuwa pale akiwa msaidizi wa Elisha, akiwa mwaminifu, akiwa mkweli. Lakini siku hiyo roho yake ikaingiwa na kauongo, roho yake ikaingiwa na kaujanja. Mungu anataka watu wasio na kaujanja, wakienda mbele zake na wakienda kwa makuhani. Maandiko yanasema ya kwamba Gehazi akatoka nje akamfuata Naamani. Na alipomfuata akaenda akamwambia, bwanangu ameniambia nikwambie unipee sehemu ya pesa. Amepatwa na hitaji, yaani moyo unadanganya. Akaingiwa na uongo, akaingiwa na uongo. Na akatoka hapo akiwa amebeba ile fedha, akaenda kwa nabii wa Bwana tena. Na alipoenda kwa nabii wa Bwana, nabii wa Bwana akamuuliza, umetoka wapi? Akamwambia, nilikuwa hapa nyuma tu. Yaani akamdanganya kuwa ni roho ya uongo. Kuwa na roho ya ukweli, kuwa mkweli, Mungu akusaidie. Kuwa mkweli, Mungu akufanikishe. Kuwa mkweli, Mungu akuinue. Kuwa mkweli, Mungu akufariji. Mateso ambayo napitia leo, kuna kaujanja kalikuingia. Wengine wanadhani ni kurogwa, wamerogwa. Unaenda kushinda ukiombewa, ukiambiwa kuna mtu amechukua nyota yako. Unashinda ukienda kuombewa, ukiambiwa kuna madhabahu inakusumbua, na hakuna madhabahu inakusumbua. Hakuna mtu alichukua nyota yako, hakuna mchawi amekuroga. Wewe ndiye muongo. Hujawahi kuwa na roho ya ukweli mbele za Bwana. Kuna watu hata wanakuja kwa madhabahu, wanaambia pasa niombee, niko na shida hii na ina, ni uongo. Yaani wengine wanaenda kudanganya hata pasa, wanamwambia pasa niko na shida ya chakula, nisaidie, na ni uongo. Yaani tu anataka pesa. Yaani pasa nisaidie, nilikuwa naenda mahali na nimekosa fare. Yaani ni uongo tu. Wakati utakuwa mkweli, ukienda mbele za Bwana, wakati unaenda mbele za unaenda kwa pasta ama unaenda kwa nabii, unaenda mbele za Bwana, kuwa na roho ya ukweli. Wakati unasema naenda kanisani, unaenda mbele za Bwana. Wakati unasema leo kuna ibada, ninaenda kwa ibada kama hii ya leo, yaani wewe unakuona unaenda mbele za Bwana. Wakati wote unaenda kwa ibada, unaenda mbele za Bwana. Itategemea vile utaenda, itategemea utafika mbele za Bwana ukiwa namna gani. Itategemea utaingia mbele za Bwana ukiwa unakaa aje. Utaingia mbele za Bwana ukiwa uko namna gani. Kama utaingia na yale masolomboba, kama utaingia na yale mambo yako
yako umekuwa ukifanya huko nje. Yaani kuna nilikwambie hakuna ibada itafanyika impendeze Mungu na ubarikiwe. Daudi akajua kumwambia Mungu ukweli ndio itakayonisaidia. Kumwambia Mungu ukweli ndio itakayoniokoa. Kumwambia Mungu ukweli ndio itakayonipea miaka nyingi ya kuishi. Ndio itakayonisaidia kumshinda adui yangu. Maandiko yanasema unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Daudi akaona dhambi ambayo ilikuwa mbele yake, na akaona asipoitubu, akaona asipokuwa mkweli mbele za Bwana, hiyo dhambi itaendelea kukaa mbele yake daima, na ataendelea kuwa na vikwazo. Ataendelea kuwa na kikwazo kwa Mungu akiomba, ataendelea kuwa na kikwazo kwa Mungu akitafuta uso wake. Mungu anataka watu walio na moyo wa ukweli. Wenye moyo wa kweli watamtafuta Mungu na watamuona. Kuwa na moyo wa ukweli umuone Mungu. My brother, my sister, uwe na moyo wa ukweli umuone Mungu wako akikutendea. Daudi anasema nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele zako, mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Daudi najua alimwambia Bwana ni nini alikuwa anatenda. Biblia inasema siku moja akaua mume wa mtu na akachukua bibi yake. Biblia inasema Daudi alikuwa anawachungulia wanawake wakioga. Alienda kuchungulia mke wa mtu akioga. Yaani alikuwa na roho ile, lakini aliishinda ile roho kwa sababu ya ukweli mbele za Bwana. Kwa sababu alienda mbele za Bwana akiwa mkweli, akamwambia Bwana nisamehe, usherati umenilemea. Dhambi ya usherati naisema mbele yako, unisamehe na unitakase na unioshe. Na Bwana akasikia. Bwana akasikia. Mungu atakutetea, atakupigania vita zingine wakati utakuwa mkweli katika ibada. Kuna watu wako na vita leo, wanapigwa vita, wanapigana vita, na vita hizo haziishi. Umeenda kwa manabii wakakwambia ni madhambi iko kwenu ndio sababu vita ni nyingi. Wakakwambia tafuta ng'ombe na kondoo, wakakwambia tafuta ili watoe madhabahu, lakini hakuna kitu kimefanyika. Yaani nataka nikwambie kuna Mungu juu mbinguni. Ukienda mbele zake ukiwa na moyo wa ukweli, mambo itatendeka usio yatarajia. Mambo makubwa yatatendeka. Mungu anachukia watu wanaotoa ahadi za uongo. Mungu anachukia. Kanisani tuna watu wengi wamejaa ahadi za uongo. Uliahidi uongo kule ile kanisa ulikuwa unaenda huko kabla hujakuja hapa. Uliahidi uongo kule kanisa lingine ulikuwa unaenda. Uko na ahadi za uongo kama 10 makanisa tofauti. Yaani na ukapotea. Na leo hii uko hapa unakuja mbele za Bwana ukainua mikono ukamwambia Bwana ninaomba unipiganie, naomba unitetee. Mtu aliye na moyo wa uongo, ile nadhiri uliweka ni uongo. Hiyo nadhiri uliweka na kutimiza ni uongo. Wakati watu walikuwa wananunua ploti huko walikuwa naenda, ulisema niandikwe 2,000 na ukutoa na ukatoroka. Wakati ulikuwa unashiriki kule, wakati watu walikuwa wanatoa pesa waweze kujenga kanisa, ulisema niandikwe 1,000, lakini haukutoa ukapotea. Na leo hii uko hapa unafikiri Mungu wetu ni Mungu ambaye anapendezwa na mabaya. Mungu wetu ni Mungu wa ukweli, anapendezwa na ukweli ulio katika moyo mtakatifu. Mungu anapendezwa na maombi ya mtu aliye na moyo wa ukweli. Mungu anapendezwa na maombi ya mama, ya mzee, ya kijana aliye na moyo wa ukweli, wanaokuja mbele
mbele za Bwana wakiwa na moyo ulio na ukweli, Mungu husikia na kutenda. Mungu husikia na kutenda. Uende haraka, hata kama unashiriki hapa, enda haraka mahali ulikuwa unashiriki na huko ukalipa hizo nadhiri, ama ukazitoe ukasema niliahidi, nilishindwa, nisameheni na mnitoe kwa hicho kitabu. Lakini ukikaa hivyo, kuna vitu vingine vimekuwa vikwazo katika maisha yako, ingawaji unaomba na kuombewa, vimefanyika vikwazo katika maisha yako. Kuna vitu vingine vinakukula wewe, yaani si ati umerogwa, ni manadhiri mengi uliweka kwa makanisa, kwa manadhiri mengi uliahidi na ukakosa kuyatimiza, yaani yamekuwa kizuizi, yamekuzuia kazi yako, yamekuzuia pesa, yamekuzuia mafanikio, yamekuzuia kuinuka. Wakati unaona mambo yanakufuata, unaona ukifuatwa na vitu, kwa sababu kuna manadhiri uliahidi na ukaweka nadhiri na haukulipa na ukapotea, na hata leo haukumbuki kama kuna nadhiri uliweka. Kama Anania na Safira walienda kwa nyumba ya Bwana, wakamwambia mtumishi wa Bwana, sisi tuko na shamba na tunataka tuuze shamba ili tulete hiyo pesa kwa nyumba ya Bwana. Sijui kama kulikuwa na ujenzi, sijui walikuwa wanataka kununua nyumba, sijui walikuwa wanataka kununua gari ya kanisa, lakini wao wenyewe wakajipeleka. Angalia kile kinakukula, si madhabahu ya kweli. Ile maombi umeombewa madhabahu ya kweli, ulisikia na ikaanguka. Sio mtu alichukua nyota yako. Ile maombi uliombewa, Mungu alilinda nyota yako. Shida iko hapa, nadhiri ulizoweka zinakukula. Maandiko yanasema Mungu apendeshwe na nadhiri za uongo, nadhiri za wajinga. Uko na nadhiri makanisa 10 na hakuna moja ulitimisha, na unafikiria kutoka hapa na bado uko na nadhiri. Mungu anataka unipe vitu vingine, ndio hizo zinakukula. Hata kushinda ukisumbua manabii, hata kushinda ukisumbua mapasta, niombee mambo iende vizuri. Angalia ni wapi. Hata uende wewe si msherati, hata uende wewe si mlevi, lakini nadhiri za uongo, moyo wako ni muongo mbele za Bwana. Unapoenda kufanya ibada, hauendi kama mtakatifu, hauendi kama mwana wa Mungu, unaenda kama muongo mbele za Bwana, maana uliweka nadhiri. Anania na Safira wakaweka nadhiri kwamba tutauza shamba, tulete pesa yote kwa madhabahu. Mtumishi wa Bwana akawaambia haya, wakaenda wakauza, na baada ya kuuza wakapata pesa, wakapanga njama ya uongo ili waende mbele za Bwana. Wakapanga njama ya uongo ili waende kwa kuhani wa Bwana. Anania akamwambia mke wake Safira, wewe utachukua hii, alafu tutafanya hivi, tutaweka hii pesa hapa tuache kwa nyumba, utachukua kidogo na mimi kidogo, tupeleke kwa kanisa, alafu tukifika mimi ndio nitatangulia, nitamwambia mtumishi wa Bwana nimelete ndio hii yote, na wewe utakuja umwambie nimelete. Walipatwa na nini? Walipatwa na kifo. Maandiko yanasema walianguka na wakafa. Hebu niambie, kama hiyo uongo kwa kuhani na Mungu, mtu anaanguka anakufa, je, wewe utapitia shida na matatizo kwa namna gani? Umepitia shida, umepitia matatizo, umepitia mambo magumu, umepitia changamoto. Wewe ni pasta, umekuwa muongo kwa baba yako wa kiroho, utoi fungu la 10, hujakuwa mwaminifu kwa Mungu na kwa mtumishi wa Mungu. Yaani unatarajia uwe na kanisa kubwa, uonekane kwa TV, uwe na maisha makubwa mazuri. Itakuwa ngumu sana ukiwa na moyo wa uongo mbele za Bwana. You will never make it. You will never make it in the ministry. You will never make it in life. You will never make it.
kwa sababu ya uongo. Sauli akatolewa, akapoteza ufalme. Nataka nisikie, kuna vitu ngapi umepoteza wewe? Umeweka tunadhiri kwa makanisa. Wengine wamepoteza mume, wengine wakapoteza mke, wengine wakaachwa, wengine ndoa zikavunjika, wengine uchumba ukavunjika. Nataka unisikie, Anania na Safira walianguka wakafa, mwili ukafa. Wewe hautaanguka ukufe, lakini kuna vitu vitaanguka kwako viondoke. Kuna watu wanapitia mambo mazito na hawajarogwa na mtu, hata hawana vita, na dini ndio sinawakula. Hawataanguka wakufe kama Anania na Safira, lakini kuna vitu havitaenda, kuna vitu havitasonga, kuna vitu havitaenda mpaka utoe nadhiri ulioweka kwa hiyo kanisa. Hata kama wewe wa hii kanisa, kama kuna kanisa uliweka nadhiri, tafadhali enda ukalipe. Maisha si ya pasta, maisha si ya pasta wako, maisha ni yako. Enda ukalipe, umalizane na Mungu. Wakati uliweka nadhiri au kuweka kwa hiyo kanisa, uliweka kwa Mungu wa hiyo kanisa, uliweka nadhiri kwa Mungu wa hiyo kanisa, na ukatoka kama mkora, ukatoka kama mwizi, ukatoka hivi, utakula na hiyo nadhiri. Mungu apendi uongo. Mungu wetu ni mkweli. Leo hii utahubiriwa madhabahu. Kuna madhabahu inazuia usiolewe, kuna madhabahu inazuia usipate kazi, na kila pastor ni kama amekuwa madhabahu na nyota. Kama Anania na Safira walianguka wakafa, je, wewe unayeweka nadhiri za uongo, ni vitu ngapi zitaondoka kwako? Kuna watu wamepoteza mali, kuna watu wamerudi nyuma kiuchumi, kuna watu uchumi yao imeanguka kwa sababu ya uongo. Ulisema nitafanya, niandikwe pesa kiasi fulani, nitafanya kazi kwa nyumba ya Bwana, lakini hukufanya. Unafuatwa na mambo ambayo si shetani ameyatuma, ni laana za Mungu zinakufuata. Nani alikuambia kuja ibada ndio uponyaji wako? Kuwa mkweli katika ibada ndio uponyaji wako. Daudi akajua kwenda mbele za Bwana, akajua kwenda kumwambia Mungu ukweli, akapenda kumwambia Mungu kilichotendeka. Wewe ulipoweka hiyo nadhiri, hukutafuta ule pasa wa hiyo kanisa, kumwambia pasa, niliweka nadhiri kwa hiyo kanisa lakini nilishindwa. Sikia nikwambie, nadhiri huwa inatolewa na sadaka. Nadhiri haitolewi na mdomo. Nadhiri huwa inatolewa na sadaka, na tena kwa kuhani. Unaenda kwa kuhani na sadaka, unamwambia kuhani wa Mungu, hii madhabahu, kwa hii madhabahu niliweka nadhiri, kwa Mungu wa hii madhabahu niliweka nadhiri, na hiyo nadhiri nimekuja niitoe, maana sikuweza kuilipa. Nimekuja na hii sadaka, mtumishi wa Bwana, unisaidie mbele ya Mungu wa hii madhabahu, unisaidie kuondoa nadhiri niliyoiweka, maana nimeshindwa kuilipa. Nimeomba unisaidie kuiondoa. Na hivi ndivyo watu wengi wanaisha. Na hivi ndivyo watu wengi wanakaa masikini. Wapo makanisani, wakiomba. Wewe ni pastor, uko na kanisa, unahubiria washirika watoe fungu la 10, na wewe ni mwizi. Hautoangi fungu la 10 kwa mzazi wako wa kiroho, hautoangi fungu la 10 kwa baba yako wa kiroho, na unashinda hapo ukikemea washirika, toeni fungu la 10, Mungu afungue madirisha ya mbinguni, na wewe utoangi fungu la 10 kwa mzazi wako wa kiroho ama kwa kuhani wako. Nikwambie, mambo itaendelea kuwa mabaya. You must be truly person, truly preacher, truly worshiper, mtu aliye na moyo wa ukweli, anayetaka kumuona Mungu atamuona. I want to finish. You can stand up. Tunaenda kumaliza kwa
na ninaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni ataenda kujidhihirisha na kutenda katika maisha yako wewe ambaye umesikia neno hili. Baba mwenye nguvu, Muumba mbingu na nchi, hakuna aliye kama wewe Baba. Tuko mbele zako usiku huu wa leo. Umenena na mioyo yetu, tumesikia vizuri, tumesikia kwa kuelewa. Yesu, ninaomba ukaachilie neema yako ikashike kwa watu waliosikia. Wape roho wa kuenda kutoa nadhiri walizoweka kwa makanisa walioenda, nadhiri walioweka kwa watumishi wako na hawakuweza kusilipa zile nadhiri, na mambo inaenda vibaya kwao. Yesu, ninaomba kwamba ukawakumbuke wamama, wazee, vijana, wakumbuke. Wape roho ya kulipa nadhiri, wape roho ya kulipa nadhiri. Wengine wamedhania wamerogwa, wengine wameambiwa na manabii wamerogwa, wengine wameambiwa na manabii ni madhambi yako inawasumbua. Ni kwa sababu wamekuwa wakipitia shida nzito. Yesu, ninaomba ukawape roho ya kurudi kule walikotoka, waende wakatoe nadhiri na warudi wakatoe nadhiri, wapone. Maana umesema mtu akitoa nadhiri aliyoweka anapona ama anakufa. Yesu, ninawaombea kanisa lako hapa na hapo, wote wanaonitazama. Yesu, achilia roho Bwana ya watu wako kutoa nadhiri. Hata nikiwaombea ni bure, lakini naomba uwape roho wa kuenda kutoa nadhiri. Ulimkataa Sauli Bwana, ukamwambia Samueli, wacha kushinda ukililia Sauli, kama nimemkataa. Kumbe Bwana, kuna maombi nitajidanganya ninawaombea, ama wanajidanganya wameombewa, na hakuna kitu kinatendeka ama kitatendeka. Yesu, ninaomba usiku wa leo wape roho Bwana ya kuondoa nadhiri, ili wakija mbele zako wakawe wa kweli. Inuliwa na ubarikiwa usiku wa leo, in Jesus name. Sitakuombea chochote. Tumefanya ibada long, we do service long, we worship long. Many people worship long. Tunaabudu isivyo stahili, tumeinua mikono isivyo stahili, tumefanya ibada tukatoa sadaka isivyo stahili. Kwa nini unatoa sadaka unaombewa na shida haiondoki? Kwa sababu umeenda mbele za Bwana, umeombewa, umefanya ibada isivyo stahili. Go back to that church, to that altar, to that man of God ulioweka nadhiri, ukatoe nadhiri ulioweka, ili umuone Mungu katika maisha yako. Kama utaki kupotea, kama utaki kuteseka na kusumbuka, hiyo ndiyo shida inakukulanga. Tunaenda kutoa sadaka zetu na tumalizie ibada hapo katika jina la Yesu. Uliye nyumbani pale unanitazama, kuna namba katika screen yako. Use that number to give your offering and God bless you. Chukua sadaka kila moja katika jina la Yesu. Tumutolee Bwana usiku wa leo, in Jesus mighty name. Take your offering in Jesus name. In the name of Jesus, take your offering. We are going to give in Jesus name. Finish. Aya, tunaenda kutoa sadaka. Finish. Tunaenda kuweka sadaka wapi?